Leo tena tunaenda kuzungumza juu ya manabii wa uongo, manabii wa uongo. Lakini kati ya manabii wa uongo, leo tunaenda kumzungumzia huyu ambaye amedanganya dunia nzima na watu wote wanaenda kwa mafundisho yake. Anaitwa William Marion Branham. William Marion Branham huu amezaliwa huko Etats-Unis d'Amerique, lakini ameshajikokotea ulimwengu mzima na watu kumwamini kuwa ni nabii. Lakini leo tunaenda kuangalia maandishi yake kusudi tumjaribu, je, kweli anaendana na maandiko matakatifu? Hiyo ndiyo tunaenda kuangalia. William Marion Branham, je, ameendana na maandiko matakatifu? Je, ni nabii anayekubalika kulingana na maandiko matakatifu? Na huyu ndiye ambaye tunaenda kuzungumzia. Katika vitabu vyake vyote utakuta picha hii. Katika vitabu vyake vyote picha hii utaikuta. Amejitangaza na kujionyesha kuwa yeye ni nabii wa kweli. Lakini siku ya leo pamoja na ndugu zangu hapa tunaenda kuangalia, je, ni nabii wa kweli wa Mungu? Lakini acha basi tuanze na kushukuru Mungu. Baada ya kushukuru Mungu tuweze kujitambulisha. Hebu na tuombe. Mungu, libarikiwe jina lako Baba uliyeziumba mbingu, bahari, chemchemu za maji, jina lako limidiwe. Amen. Umetutuma ulimwengu kutangaza injili yako. Basi siku ya leo tunaenda kuangalia manabii wa uongo, haswa huyu William Marion Branham. Je, ulimpa ujumbe na ukamtuma? Basi tufungulie mengi kuliko haya na uwabariki wote wanaotufuatilia kwenye channel hii. Tunaomba hivi ni kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi leo tunaenda kuangalia huyu nabii ambaye anasemekana kuwa ni nabii lakini kwa muajibu wao. Lakini leo tunaenda kuangalia katika maandiko matakatifu na kwa nini tunakataa William Marion Branham ya kuwa yeye sio nabii wa Mungu. Na njia hii tunaenda kuitumia ili tudhibitishe kwa nini tunakataa. Sababu hatukatai eti ni kwa sababu tunachukia, lakini tunakataa kwa sababu hoja za Biblia zinamkataa. Kwa tunamkataa kwa hoja za Biblia, kwa Biblia inamkataa. Hivi ndivyo basi, andamana nasi ili kwamba ujue ni kiasi gani amekataliwa, wala ni kwa njia gani Biblia haijamkubali kuwa yeye ni nabii. Na wote kwamba wanaomfuata hawamfuati ili kwamba wanafuata ukweli, lakini wanamfuata tu kwa njia ya kupotea. Ni kusema hivi, sisi baada ya kusoma na kutambua ya kwamba William Marion Branham sio nabii wa Mungu, tumesoma nyumbani mwetu, tukaelewa, tumeona haitoshi, tukasema kwamba basi kuna ulimwengu ulioko nyuma yake unaotangaza ya kwamba yeye ni nabii wa kweli. Hiki kimetukokotea kwamba tuiweke mtandaoni, hata na katika mapanda za njia na katika barabara na masoko tutaenda ili tutangaze hili. Bwana wetu asifiwe sana. Amen. Amen. Kwa hili basi acha tuweze kujitambulisha. Tunakuomba uweze kutufuatilia kwenye channel inayoitwa Habari Njema Milele. Ukiandika Habari Njema Milele kwenye YouTube yako lazima utapata mafundisho haya kila mara. Basi na kuomba uwe wa kwanza kusubscribe wala kujiabone ili kwamba pindi tunapotuma mafundisho uwe wa kwanza kuyapata. Na makomantere zenu zinahitajika ili kwamba muelewe wala muweze kutuswali wala pendekezo zenu kuhusu hili. Basi nina ndugu zangu lazima nao wanaweza wakajitambulisha ili kwamba tuweze kwenda pamoja. Karibu. Basi kwa majina nasi wanatuita kwa jina la Bengi Chamuma, tukiwa watengenezaji kama vile ndugu yetu hapa anavyosema. Kwa machache ni hayo, kwa majina ni Bengi Chamuma. Bwana awabariki sana. Asante ndugu. Kwa majina wanamuniita Patrick Mshagalusa Chakirwa. Lakini katika majina amna uzima, ndo jina zangu zile. Asante sana. Kwa vile mnatuona sisi ni watengenezaji tunahubiri ujumbe wa malaika watatu. Lakini tena leo imependezwa kwamba tutambue, tuweze kuangalia neno hili la William Marion Branham imeandikwaje kuhusu unabii wake katika maandiko matakatifu.
Basi nina vitabu kadhaa ambavyo tutatumia Biblia na tutaweza kutumia vitabu vya William Marion Branham ili kwamba tuhakikishe, je, kweli huyu ni nabii wa kweli wa Mungu au so nabii wa Mungu. Tutatumia vitabu vyake pamoja na Biblia. Ni kwa nini tutumie vitabu vyake? Naomba ndugu shika Biblia. Hebu shika Biblia katika kitabu cha Ufunuo. Kitabu chake ni cha Ufunuo. Sura 2. Ufunuo 2. Soma fungo la pili, panaelezaje? Kitabu chake ni cha Ufunuo 2, mstari wake ni wa 2. Soma, inasema. Tunalisoma katika jina la Kristo Yesu. Ndiyo. Naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Soma Ufunuo, nimesema. Kitabu ni cha Ufunuo 2:1. Kitabu ni cha Ufunuo 2:1. 2:2 asamani 2:2 Ufunuo. 2:2 yake inasema hivi katika jina la Kristo Yesu. Soma. Nayajua matendo yako. Najua matendo yako. Na taabu yako. Na taabu yako. Na subira yako. Na subira yako. Na yakuwa. Nini? Huwezi kuchukuliana na watu wabaya. Na tena umewajaribu wale wajitao mitume, na wao nao sio, ukawaona kuwa ni waongo. Amen. Basi kwa tuna uhakika, tuna mamlaka ya kuangalia yeyote atakayejiita ya kwamba yeye ni mtumishi wa Mungu wala yeye ni nabii. Tunamchunguzisha maandiko, tuangalie, je, atapatana na Biblia, na ikiwa ataenda kinyume ya Biblia, huyo so nabii wa Mungu. Sasa katika sifa za kanisa hili, ni kanisa la Efeso, limeambiwa matendo yako ninayajua, haushikamani na mtu mbaya, tena na yeyote anayejiita kuwa mtume unamjaribu, unamchunguza, unamjaribu na unatambua ya kuwa yeye ni muongo. Ndio maana na sisi tunaenda kumjaribu huyu William Marion Branham, tunaenda kumjaribu na maandiko, tuangalie, je, anaendana na Biblia? Bwana wetu asifiwe sana. Amen. Asante sana. Kwa hivi basi nitaomba msomaji, sababu sisi tunatakikana tuende andiko kwa andiko. Katika, hebu nisomee kwanza. Katika kitabu cha Isaya, kitabu chake ni cha Isaya 30 lango la 8. 30 lango la 8, 38. Kitabu chake ni cha Isaya 30 mstari wake ni wa 8. Soma pana. Inasema hivi. Inasemaje? Haya. Enenda sasa. Andika neno hili katika kibao mbele ya macho yao. Andika maneno haya, yani maandiko matakatifu yaandikwe mbele ya macho yao. Lichore katika kitabu. Lichorwe katika kitabu. Ili liwe kwa ajili ya majira yatakayokuja. Ili watu wa Mungu watambue majira yatakayokuja. Kwa ushuhuda. Hata milele na milele. Sasa ushuhuda ambao tutaupitia ni maandiko matakatifu, yatapitia ushuhuda. Tuko pamoja? Tupo. Tunapitia ushuhuda. Ushuhuda huo ni nini? Ni katika kitabu hicho cha Isaya 8:16. Isaya 8:16. Kuna ushuhuda ambao tutapitia, ambao huu ushuhuda lazima ambao tuupitie ili kwamba tutambue huyu ni nani. Amen. 8:16 Isaya kitabu kinasema hivi. Soma. Ufunge huo ushuhuda. Ufunge huo ushuhuda. Ukaitie muhuri sheria kati ya wanafunzi wangu. Kumbe sheria ya Mungu wala ushuhuda ni maana yake sheria. Wasipoenda kwa ushuhuda wala kwa sheria, hakika hakuna asubuhi kwao. Sasa hiyo fungo tunasoma Isaya 8. Isaya 8:16. Soma fungo la 20. 20 yake inasema hivi. Inasemaje? 20 yake inasema, na waende kwa sheria na ushuhuda. Na wasipoenda kwa sheria na ushuhuda, ikiwa hawasemi sawa sawa na neno hili, ikiwa William Marion Branham hatasema sawa sawa na neno la Biblia, bila shaka nini? Kwa hao hapana asubuhi. Amen. Unaona kitu kama hicho? Ni kusema kwamba William Marion Branham naye anatakikana aseme sawa sawa na nini? Na sheria na ushuhuda, ambao sheria hii ni neno la Mungu. Lazima naye aseme sawa sawa na lile neno la Mungu, kusudi aonekane kuwa nabii wa nani? Wa Mungu. Biblia ilikuwa imesema nabii akitabiri neno lisilo mtuma atajulikana kwa matendo. Sasa hao wameacha maandishi. Huyu amekufa lakini ameacha nini? Maandishi. Lazima sasa haya maandishi tuyapitie ili kwamba tujue yale aliyoyafundisha watu ni ya kweli wala sio kweli. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwanza, kitu cha kwanza tunatakikana tujue William Marion Branham, ujumbe huu ambao anawafunza watu,
ameutoa wapi, na nani akampatia ujumbe ili kwamba apate ujumbe ambao huu anatangaza ya kwamba ana ujumbe anaopelekea wanadamu. Kwanza ujumbe huu umetoka wapi? Bwana asifiwe. Amen. Kitabu hiki ninachokishika hiki, kitabu hiki kinaitwa Les sept âges de l'église, yani nyakati 7 za kanisa. Nitaomba msomaji afungue ukurasa unaoitwa introduction. Ukurasa wa kwanza unaitwa introduction. Ukurasa wa kwanza ni huu hapa. Sawa, soma hapo tusikie kwanza William Marion Branham ujumbe wake ukatoka wapi. Soma hivi. Le texte yani ujumbe est rédigé à la première personne. Ujumbe umepokelewa kwa mtu wa kwanza. Car c'est un message de mon cœur. Kwa sababu ni ujumbe wa roho yangu. Adressé au cœur de Jean. Amen. Sasa ujumbe wa William Branham anasema ni ujumbe wa moyo wake, ambao huo moyo wake ndo unaleta ujumbe, na ule ujumbe anaupelekea wanani? Wanadamu. Unaona kitu kama hicho? Ni hatari sana. Yesu yeye anasema maneno ninaowaambia nimeambiwa na Baba yangu kutoka wapi? Mbinguni. Sasa yeye anasema ya kwamba ujumbe anaowapelekea watu ni umetoka katika kinywa chake, katika moyo wake. Sasa moyo katika Biblia inasemaje? 17:9 nisomee kitabu cha Yeremia 17:9. Nipe Yeremia inasemaje? Kitabu chake ni cha yeye moyo wake ndo unampatia. Unasikia kitu kama hicho? Yeremia 17:9 soma. 17:9 yake inasema hivi. Moyo huo mdanganifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Amen. Unasikia hicho? Kwanza yeye anasema ujumbe anaowapeleka watu umetoka katika moyo wake. Sasa Biblia inasema moyo wa mtu ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Unasikia kitu kama hicho? Sasa ni kusema kwamba huyu hana ujumbe wowote ambao amepewa na Mungu, lakini umetoka katika moyo wake. Sasa kwa kuwa umetoka katika moyo wake, amepelekea dunia ujumbe gani? Tuko pamoja? Nitaomba kwanza unishikie kitabu hiki, ujumbe anaowapelekea watu. Katika hiki kitabu kinaitwa Mwenendo. Kitabu ni cha mwenendo, utaratibu, mafundisho. Mwenendo, utaratibu, mafundisho ya kanisa. Kitabu hiki kila yeyote ambaye ni wa assembly wanajua kitabu hiki kinasema nini, na kitabu hiki wanavyo, lakini na sisi tumekuwa navyo ili kwamba tunavitumia, ili kwamba tuangalie, je, nabii huyu aliyoyaandika wala haya ambao anaendelea kuyasema ameongozwa na nani, wala nani kampa ujumbe huu? Nitaomba kitabu hiki ufungue ukurasa wa 615. 615 unisomee hapo. 615 yake. Soma hapo, panaeleza nini? Inasema hivi. Soma. Sasa mimi ni missionary. Nani anayeandika hapo? William Branham. Sasa amesema kwanza ujumbe wake unatoka wapi? Moyoni mwake. Sasa hapa anasema mimi ni missionary. Yeye ni mumishonari, yani mjumbe. Nami na yeye nimekuwa kote ulimwenguni. Ameenea kote ulimwenguni katika aina yote ya maovu. Unasikia? Kwanza yeye ameenea ulimwenguni katika aina ya maovu, na namna zote za wanaoamini umizimu, na makundi ya nini, na namna zote za ibada za ushetani. Unaona kitu kama hicho? Kwa yeye si mtume kama vile anadai. Sababu hata vitabu vyake, hakuna vitabu vyake, nasema hivi, hakuna kitabu William Marion Branham amekubali ya kwamba yeye ni prophet wala yeye ni nabii. Sababu mara kadhaa ameulizwa swali hilo. Naomba nishikie hii Mwenendo wa Nabii, angalia ukurasa wake wa 30. Ukurasa wa 30 yake 30 inasema hivi. Angalia hapo. Mwenendo wa Nabii. Ndio. Ukurasa wa 30. Angalia hapo, kuna habari amesema wakati ameulizwa, wewe ni nabii? Shika hiki. Yote ni sawa sawa. Shika hiki ni Mwenendo wa Nabii. Shika hicho. Soma hicho. Kitabu ni Mwenendo wa Nabii. Ukurasa wake wa 30. Soma hapo. Inasema hivi. Sikia mambo ya huu nabii ambaye dunia nzima inamfuata, huku ikijua ya kwamba yeye ana ukweli hali ya kuwa hana ukweli wote. Sikia kwanza, amesema yeye ni mjumbe anayepeleka ujumbe wake kwenye makaburi na mizimu. Sasa ujumbe wetu sisi, Yesu kasema
mimi ni Mungu wetu ni Mungu wa wazima, si Mungu wa wafu. Hapo panaeleza nini? Kitabu kinasema hivi. Ndiyo. Mtu yule yule mwingine aliyekuwa una pamoja naye, mwingine aliyekuwa na pamoja na William Marion alisimama mahali fulani si muda mrefu uliopita. Akasimama mahali fulani si muda mrefu uliopita. Akasema, ndugu Branham. Nini? Ni nabii. Anaweza kuyatambua mambo. Anaweza kutambua mambo. Na vitu kama lakini. Nikasema. Sasa msisikilize fundisho lake. Maana yeye si sahihi. Huyo ndugu akasema, naomba rudilia usome. Panasoma hivi. Ndiyo. Mtu yule mwingine aliyekuwa una pamoja naye, ndiyo, alisimama mahali fulani si muda mrefu uliopita. Ndiyo. Akasema, ndugu Branham ni nabii. Anaweza kuyatambua mambo. Ndiyo. Na vitu kama si sahihi. Lakini kasema, ndiyo, sasa msisikilize unafundisho lake. Ndiyo. Maana yeye si sahihi. Unasikia kitu kama hicho? Hapo. Eti wasisikilize fundisho la William Marion Branham kwa maana yeye si nini? Si sahihi. Si sahihi. Shuka hapo chini amlikuaje? Wanasema hivi. Wazimu huo. Matamshi ya kishanzi. Ndiyo. Namna hiyo. Shuka. Hivi hamjui kwamba kama ni nani? Mimi si nabii. Yeye anatamka ya kwamba yeye ni nini? Si nabii. Chini yake inaendelea kusema hivi. Soma. Lakini kama neno la Mungu ni kweli, linamjia nabii, neno la Bwana liliwajia manabii. Unasikia? Ndiyo. Manabii walijiwa neno la nani? La Bwana. Lakini yeye anakataa ya kwamba yeye si nani? Si nabii. Yeye si nani? Si nabii. Sasa sikia namna kinanuka hapa. Shika hiki kitabu kinaitwa Mariage Divorce. Ingia kwenye ingia kwenye ukurasa wake wa 8. Ukurasa wake ni wa 8. Peji ya 8. 8 yake ni hapa. Peji ya 6 samani. Peji ya 6 yake. Utakuwa na tamka hata na paragraph. Panasoma hivi. Soma. Des gens m'ont appelé un prophète. Eti watu wananiita mimi kuwa ni nabii. Je ne me donne pas le titre de prophète. Anasema mimi sijakubaliana na wale ya kwamba mimi ni nabii. Parce que je n'oserais jamais dire ça. Kwa sababu hakuna hata siku moja mimi nimetamka ya kwamba ni nani? Ni nabii. Unaona vile? Yeye sio nabii. Na vitabu vinaendelea kushuhudia sababu gani yeye sio nabii. Ameeleza kwamba yeye ni mmishonari, lakini ujumbe wake anaupeleka sehemu za kaburi na nini? Na sehemu za umazimu. Ni hapo ndipo anafanya ujumbe wake. Sababu ujumbe wake ungekuwa wa kweli, hangeenda kinyume cha mambo ya nani? Ya Mungu. Unaona hicho kama hicho? Hivi ni vitabu vyake tunachokomoa wala tunavisoma ili kwamba tutambue udanganyifu aliyofanya nini? Aliyoudiingiza. Hapa kwanza tunatambua ya kwamba kitu kimoja, ujumbe wake amedai umetoka kwenye moyo wake. Biblia ikasema moyo mdanganyifu kuliko vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Kwa katika moyo wa mwanadamu mna vitu vibaya, lakini wengine waliopokea ujumbe. Katika kitabu cha Hesabu kinaeleza ya kwamba Mungu alimwambia Musa, kila nabii nitasema naye kwa maono. Tuko pamoja? Lakini wewe nitajitokeza, wewe nitaonekana kwako, nitasema nawe live. Tuko pamoja? Sasa Mungu alikuwa anasema na manabii. Tuko pamoja? Manabii wanasema yaliyosemwa na nani? Na Mungu. Yeye mambo yake ni ya rohoni, kisha anapelekea watu. Unaona kitu kama hicho? Sasa mambo gani amepelekea watu ambao yanapingana na maandiko matakatifu? Naomba unishikie kitabu kinachosema kufanywa wana kwenye mamlaka. Kufanywa wana kwenye mamlaka. Ndio hicho. Naomba ingia kwenye ukurasa wa 121. Ukurasa wa 121. 121 servant. 121 inasema hivi. Naomba usome huo. Soma na paragrafi inasemaje? Paragrafi ngapi? Paragrafi ni ya 21. 21 paragrafi, soma. Inasoma hivi. Ndio.
Mungu aliandika Biblia 3. Unasikia uongo aliyousema, anasingizia kwamba Mungu ameandika Biblia ngapi? 3. Eti Mungu ameandika Biblia 3. Moja ya hizo nini? Ilikuwa ni zodiaka angani. Unasikia anasema eti moja ya zile Biblia ambazo Mungu ameandika, moja ilikuwa ni zodiake angani. Hiyo ndiyo Biblia ya kwanza. Unasikia kile kitu ambacho anadanganya, eti hiyo ndiyo Biblia ya kwanza. Mungu aliandika Biblia 3. Swali, ikiwa kweli Mungu aliandika Biblia 3, hizo Biblia 3 ambazo ziliandikwa na Mungu, naomba wote ambao wanasema William Marion Branham ni nabii waje na zile Biblia 3, watuonyeshe hii, watuonyeshe na hii. Wanasema moja ilikuwa ni nini? Ni zodiaka angani. Moja eti ni zodiaki angani. Hiyo ndiyo Biblia ya kwanza. Soma Biblia ya pili. Ndipo Biblia ya pili iliyoandikwa. Eti Biblia ya pili ilipoandikwa ilikuwa ni kwenye mawe. Ilikuwa ni mawe, Biblia ya mawe. Yanayoitwa nini? Mapiramidi. Eti Biblia ya pili inaitwa nini? Piramidi. Soma chini. Ya tatu iliandikwa ni katika karatasi. Biblia ya nini? Kwa ajili ya ulimwengu mkuu ujao wa wenye akili na walioelimika. Amena. Swali langu ni hili kwa ensemble wote, hawa wote ambao wanamwamini huyu William Marion Branham amekuwa nabii. Swali ni kwamba hiyo Biblia ambayo inaitwa zodiac iko wapi na wanani wanaitumia, na watuonyeshe nayo. Na hii Biblia ambayo inaitwa piramide ambayo ni ya mawe nao ije, na Biblia ambayo ni ya 3 ambayo ni ya makaratasi nao ije, ili kwamba tupate Biblia hizi 3 tujue ni kweli Mungu aliandika Biblia ngapi? 3. Unaona? Lakini kitabu cha Kutoka ukisoma utapata Mungu aliandika amri 10 za nani? Za Mungu katika si hivyo? Hebu soma katika Kutoka. Kitabu ni cha Kutoka. Ingia 14 kwanza. Kitabu ni cha Kutoka ni 14. Ingia, ngoja nione fungo. Hapo ndipo unapata kwamba Mungu aliandika, na kwamba Mungu aliandika, ila si kwamba eti Mungu aliandika zile Biblia 3 kama wao wanavyodai. Mungu hakuandika zile 3 kama wanavyodai. Soma 26. Kitabu ni cha Kutoka 26. Mstari wake ni wa kwanza. Nimesema Kutoka 14. Kutoka ni 14:26. 26 yake inasema hivi. Ndiyo. Bwana akamwambia Musa, ndiyo, nyosha mkono wako juu ya bahari ili maji yarudi tena juu ya Wamisri, ndiyo, juu ya magari yao na juu ya farasi zao. Ndiyo. Musa akaunyosha mkono wake juu ya bahari. Soma. Na kulipopambazuka bahari ikarudi kwa nguvu zake. Ndiyo. Wamisri wakakimbia mbele yake na Bwana akawakukutia mbali hawa Wamisri kati ya bahari. Soma na 20, soma na 31. 31 yake 18. 31:18. 31:18 yake. Hiyo Kutoka tu. Hiyo Kutoka tu. 18 yake inasema hivi. Ndiyo. Hapo Bwana alipokuwa amekwisha kuzungumza na Musa katika mlima wa Sinai, akampa hizo mbao 2 za ushuhuda, mbao 2 za mawe zilizoandikwa kwa chanda cha Mungu mwenyewe. Unasikia? Mungu mwenyewe ndo ameandika. Tuko pamoja? Na alizoandika aliandika ni kwenye mbao 2 za nini? Za mawe. Hizo mbao 2 za mawe kulikuwemo amri za nani? Za Mungu. Za Mungu. Unasikia kitu kama hicho? Lakini hakuna mahali pengine katika Biblia inadhibitisha kwamba Mungu akaandika Biblia 3. Lakini Mungu alichokiandika, aliandika mbao 2 za nini? Za mawe. Unasikia? Kwa ukiuliza William Marion Branham, Mungu aliandika nini? Anasema Biblia ngapi? 3. Ukiuliza Biblia, Mungu aliandika nini? Anasema mbao 2 za nini? Za mawe. Sasa kati ya Mungu na William Marion Branham tufuate nani? Mungu. Unaona uongo huo? Uongo mkubwa. Hiyo ndio ujumbe anaoipeleka. Ujumbe ni wa moyo wake binafsi. Unaona hicho? Kweli kabisa. Huu sasa, baada ya hapo, huyu ameandika mambo mengi ya uongo. Alipoandika Biblia kwanza, hebu nipe katika Isaya. Kitabu ni cha Isaya. Nipe 54 second 54 5.
Isaya 54 ili nikupatie uongo mwingine ambao William Marion Branham ameubambikiza. Hapana, soma hivi. Soma. Kwa sababu muumba wako. Kwa sababu muumba wako. Ni mume wako. Ni mume wako. Bwana wa majeshi. Bwana wa majeshi. Ndilo jina lake. Ndilo jina lake. Mtakatifu wa Israeli ndiyo mkombozi wako. Ni mtakatifu wa Israeli ndiyo mkombozi wako. Si andiko limesema muumba wako ni mume wako. Kwa muumba wetu anaitwa mume wetu. Yaani ni mume. Si hivyo? Ni hivyo. Sasa chukua kitabu kinachoitwa Mariage Divorce. Mariage Divorce. Ni kuonyeshe kitu ambacho William Marion Branham amefanya. Mariage Divorce. Mariage Divorce ndio hiki. Chukua hapa ukurasa wake ni wa 26. Ukurasa wake wa 26. Kitabu kinaitwa Mariage Divorce. Ukurasa wake wa 26 inasema. Sita yake inasema hivi. Sikia, Biblia inasema Mungu ni mume. Shuka hapo inasemaje? Kitabu kinasoma hivi. Soma habari yake. Dieu a le deux. Rudia tena. Dieu Dieu. Mungu ana nini? A le deux. Mungu ana jinsia mbili. Le mâle na nini? Et la femelle. Unaona hizi kitu kama hicho? Uongo mkubwa. Unaona kitu kama hicho? Uongo mkubwa. Biblia inasema Mungu ni mume tu. Sasa hapa anasema eti Mungu ana jinsia ngapi? Mbili. Kati ya Isaya na William Marion Branham nani anasema ukweli? Isaya. Nyinyi wenyewe mjibu. Bwana asifiwe. Amen. Hiyo ni uongo wake hiyo. Uongo mkubwa. Ingia kwenye ukurasa wa 18. Ukurasa wake ni wa 18. Soma hapo inasemaje? Inasoma hivi. Soma Mariage Divorce. Souvenez-vous. Nini? Adam était à la fois masculin et féminin dans la création originale. Unasikia kitu ambacho anaweka eti uongo mtupu. William Marion Branham anasema eti wakati Adamu anaumbwa alikuwa na jinsia ngapi? Mbili. Jinsia ya kike na jinsia ya kiume. Unasikia kitu kama hicho? Uongo mkubwa. Sasa kama Adamu alikuwa na jinsia ya kike na kiume, kwa nini Adamu asikie upweke mpaka Mungu akaona ni lazima mufanyizie msaidizi ambaye ni mke, hali ya kuwa yeye ana uke na anaume? Hiyo ni makufuru. Unasikia kitu kama hicho? Makufuru. Lakini sasa huyu amebadilisha mambo ya Mungu. Eti Adamu alikuwa na jinsia ngapi? Mbili. Unaona kitu kama hicho? Makufuru. Katika kwanza soma Mwanzo 1:26. Tusikie kama kweli Mungu aliumba mtu ana jinsia mbili. 1:26 kitabu chake ni cha Mwanzo. Soma. Mungu akasema. Mungu akasema nini? Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Kwa sura yetu. Kwa sura yetu. Wakatawale samaki wa baharini. Na ndege za angani. Na wanyama. Ndiyo. Na nchi yote pia. Na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya nchi. Amena. 27. Mungu akaumba mtu. Mungu akaumba mtu. Kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu. Kwa mfano wa Mungu. Alimuumba mwanamume na mwanamke. Aliwaumba. Amena. Sasa unasikia andiko kama linasema. Sasa huyo mume aliyeumbwa anaitwa nani? Si Adam? Ndio maana hata Biblia ilimuita Yesu mwana wa Mungu. Wa Adam. Tuko pamoja. Ameitwa mwana wa Adam, si hivyo? Ukisoma Yohane 1:51 inasema Yesu, mtaona mwana wa Adam malaika wakipanda juu yake na kushuka. Sasa Yesu kaitwa mwana wa Adam sababu gani? Adam alikuwa mume na Eva alikuwa mke. Tuko pamoja? Sasa huyu Marion Branham kwa kudanganya kwake, kwa sababu yeye hakuja na ujumbe ambao ameambiwa na Mungu, ndio maana akasema Adamu alikuwa na jinsia ngapi? Mbili. Hiyo ni uongo kabisa. Na kama so uongo, naomba wote wanaomwamini waje na andiko liseme Adamu alikuwa na jinsia mbili. Mwingine nabii yoyote asiyekuwa William Marion Branham tunaomba aje adhibitishe hapo. Tuko pamoja? Ndio. Kwanza nipe kumbukumbu 19:15. Kitabu ni cha Torati 19:15. Sababu huyu anasema Mungu ana jinsia ngapi? Mbili. Adamu ana jinsia ngapi? Mbili. Tunataka nabii mwingine
na hajathibitisha. Soma andiko. Wanasoma hivi. Shahidi mmoja asimuinukie mtu yeyote kumshuhudia mtu yeyote kwa kumshuhudia kwa uovu wote, wala kwa dhambi yoyote, katika makosa yoyote. Ndiyo. Jambo nalithibitishwe kwa nani? Kwa vinywa vya mashahidi wawili wala ama watatu. Sasa ikiwa mashahidi wawili wa matatu ndio wanahitajika kuthibitisha jambo, tunaomba nabii mwingine awe katika Biblia ambaye naye atathibitisha ya kwamba Mungu ana jinsia ngapi? 2. Unaona kitu kama hicho? Hatari kabisa. Unaona? Hatari kabisa. Biblia inasema hakuna awezaye kumuona Mungu. Mungu akaambia Musa, hauwezi ukaniona ukaishi. Ni wapi William Marion Branham alienda akakutana na Mungu, akamvua nguo, akaona kuwa Mungu ana jinsia ngapi? 2. Unaona kitu kama hicho? Uongo mkubwa. Ndiyo maana sisi kama tunakataa William Marion Branham, hatujamkataa kwa kumkataa, tunamkataa kwa hoja. Tunafuatisha andiko. Lazima andiko, tufuate sheria ya andiko. Kwanza nipe Isaya. Kitabu chake cha Isaya 28, nipe fungu la 10. 28 yake 10, kitabu kinasomwa hivi. Soma. Inasema hivi. Nipe. Kwa maana ni amri juu ya amri. Kwa maana lazima tupitishe andiko juu ya andiko, amri juu ya amri. Amri juu ya amri. Amri juu ya amri. Kanuni juu ya kanuni. Kanuni juu ya kanuni. Kanuni juu ya kanuni. Ndiyo. Huku kidogo, huku tunachukua kidogo, na huku kidogo, na huku tunachukua kidogo, ili kwamba tupate jumla kama alivyosema mhubiri. Ni hivi ndivyo tunatembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nabii yoyote sasa haitakikani useme una unabii, lakini tunapochunguza ndani ya maandiko unaenda kinyume cha Biblia. Unaona kitu kama hicho? Ndiyo maana tunamkataa hadharani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyu ameandika uongo mwingi. Anaandika ya kwamba Adamu alikuwa na jinsia ngapi? 2. Pamoja na kwamba ameandika uongo mwingi, amebishana na maandiko. Amri ya 7 inasemaje? Usizini. Si ndio Biblia inasema? Ndio hivyo imesema. Usizini. Lakini huyu alifika mahali akasema kuzini sio dhambi. Hebu nichukulie kitabu kinachoitwa Mwenendo wa Nabii. Mafundisho, utaratibu mafundisho ya kanisa. Soma hicho, inasemaje? Mwenendo, utaratibu, mafundisho ya kanisa. Hiyo ni volume ya 2 hiyo. Volume yake gombo la 2 hilo. Volume ya 2. Nipe ukurasa wa 900. 915, nipe hapo. 926, samahani. 926. 926. Soma hapo, leta habari. Panasoma hivi. William Marion Branham amesoma na paragrafi. Paragrafi yake ni ya 151. Na page ni ya ngapi? Page yake ni ya 926. Asante, soma. Inasomwa hivi. Leta habari. Ona. Kuna dhambi moja tu. Sikia, William Marion Branham anasema kuna dhambi moja tu. Dhambi moja tu. Dhambi hiyo ni nini? Wangapi wajua hilo? Wangapi wanajua hiyo dhambi moja tu? Kulingana na ufahamu wa William Marion Branham, anajua kwa dhambi moja ni moja tu. Hiyo nini? Ni kutokuamini. Naam. Kuzini ni nini? Kuzini ni nini? Si dhambi. Rudia tena. Kuzini ni nini? Kuzini ni nini? Si dhambi. Rudia tena. Kuzini. Nani anasema? Branham. Nani anasema? Branham. Kuzini si dhambi. Shuka chini. Kuvuta sigara sio nini? Si dhambi. Kusema uongo nini? Kusema uongo ni nini? Hayo yote si dhambi. Unasikia kitu kama hicho? Anasema kuzini sio nini? Si dhambi. Kuzini sio nini? Si dhambi. Sasa Yesu naye tumuulize Yesu, nao unasemaje? Ingia katika Mathayo tu. Kitabu chake ni cha Mathayo. Nipe 5:27. Mathayo 5 yake 27 inasomwa hivi. Nipe hiyo. 5:27 Mathayo. 5:27 inasemaje? 27 yake inasema hivi. Leta habari. Mmesikia kwamba imeandikwa, imenenwa usizini. Imenenwa usizini. Lakini mimi ninawaambia. Kumbe imesema ufanye nini? Usizini. Imenenwa usizini. William Marion Branham anasema kuzini si dhambi. Kwa ukikutana na William Marion Branham akikutana wanaozini atawaambia hamjafanya dhambi bado. Yesu anasema ni nini? Ni dhambi. Shuka habari. Lakini mimi ninawaambia kila mtu ndio atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Unasikia habari hicho?
Yesu anasema hata kutamani mke umeshafanyaje? Umeshazini. William Marion Branham anasema ukizini sio nini? Si dhambi. Unaona kitu kama hicho? Hatari kabisa. Kwa namna nyingine anakuwa mpinga nani? Mpinga Kristo. Sababu kupinga Kristo ni yani Kristo aseme upinge. Ni hapa. Si ndivyo? Mpinga Kristo. Kristo akisema ukipinga unakuwa mpinga nani? Mpinga Kristo. Unaona kitu kama hicho? Sasa huyu amesema ya kwamba kuzini sio nini? Si dhambi. Kuna mambo mengi ameandika William Marion Branham. Kwa kuwa anaendelea haya mambo na kwa kuwa anaendelea kuonyesha uongo na kuendelea kutapanya uongo ya kwamba watu wote wamemfuata, tunapomuuliza Yesu amesema katika Yohane 14:1 ya kwamba ninaenda mahali. Soma. Kitabu ni cha Yohane ni 14 mstari wake ni wa kwanza. Inasema hivi. Soma. Msifadhaike moyoni mwenu. Ndiyo. Mnamwamini Mungu. Niamini na mimi vile vile. Soma. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningeliwaambia. Ndiyo. Maana naenda kuandalia mahali. Basi ndiyo, mimi nikienda na kuandalia nini mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nani muwepo. Amen. Sasa kwa dunia nzima leo William Marion Branham yeye amefundisha watu na kuwaongoza mpaka dunia nzima imemchukua kuwa yeye ni nabii, na dunia nzima inamchukua kuwa ana neno ambalo linaweza kuwaletea watu wokovu. Lakini sasa tunapomuuliza wewe pamoja na wale unaowaongoza, Yesu amesema wale anaowaongoza atakuja wakaribishe, awapeleke mbinguni, maeneo ambao baba yake anafanyaje? Anakaa. Sasa yeye William Marion Branham, watu unaowafundisha na watu wote wanaokufuata pamoja na wewe, utaenda wapi? Nichukulie kitabu kinachoitwa Maisha ya Nabii Muhammad hiki. Maisha ya Nabii Muhammad. Onyesha kwanza picha yake, ndo hii. Ndo mwenyewe. Picha ya Nabii Muhammad. Hiki kitabu kinasema comment l'ange est venu à moi et l'histoire de ma vie. L'histoire de ma vie et comment l'ange est venu à moi. Ndo kitabu kinaitwa hivyo. Nabii namna malaika alimtokea, namna anavyodai yeye na maisha yake. Ingia kwenye ukurasa wa 70. Ukurasa wake wa 70. Panasomwa hivi. Ukurasa wake wa 70, page 70 yake inasemaje? Panasomwa hivi. Leta habari. Je dis. Alisema, je t'aime. Nakupenda. Je ne veux pas aller en enfer. Mimi sitaki niende jehanamu. À quoi ça me sert de prêcher? Inanibidi nifundishe. Et d'essayer de faire des efforts. Na nifanye tena nguvu zaidi. Si je suis dans l'erreur. Mimi nikiwa ndani ya makosa. Et ce n'est pas moi seulement. Sio mimi peke yangu. Que j'envoie en enfer. Sio mimi peke yangu ambaye nitaenda jehanamu. Mais j'induis des milliers d'autres de personnes en erreur. Lakini naongoza elfu na maelfu za watu vibaya. Amen. Unaona kitu kama hicho? Ndio nilikuambia hatukukataa Nabii William Marion Branham kwa kumkataa tu, lakini tulimkataa kwa hoja ya Biblia. Unaona? Sasa hapa anasema mimi nitaendeleaje kufanya nguvu ikiwa mimi niko ndani ya makosa? Na kwa kweli sitaenda mwenyewe jehanamu, lakini nitaenda na elfu na maelfu za watu nilioongoza nini? Vibaya. Kwa William Marion Branham hatarajii uzima wa milele, anatarajia jehanamu pamoja na watu wote ambao wamewaongoza katika ule ubaya. Unaona kitu kama hicho? Ubaya kama upi? Amedai Mungu ameandika Biblia ngapi? 3. Tunaacha hoja. Tunapata Mungu aliandika mbao 2 za nini? Za mawe. Na akazipatia Musa alete andiko lingine ambalo linadhibitisha, wala nabii mwingine adhibitishe kwamba kweli Mungu aliandika Biblia ngapi? 3. Na tunamwacha hoja nyingine ni kwamba walete andiko lingine linalosema kwamba Mungu anajisia ngapi? 2. Walete andiko liseme kwamba Adamu anajisia ngapi? 2. Pili, watuletee andiko linalosema kuzini sio dhambi. Unasikia kama kitu kama hicho? Hapa ndipo anasema mimi sitarajii uzima,
pamoja na wanaonifuata, sababu mimi na wao tutaenda wapi? Motoni, kuzimuni. Wataenda wapi? Kuzimuni. Hana hatarajii uzima, sababu yeye amejikuta kwamba ameshadanganya watu wengi. Unasikia? Ujumbe wako unadanganya. Yesu amesema nini? Kwanza nipe. Ukiuliza William Marion Branham, kati ya wewe na Yesu nani msema kweli? Nipe Yohane 10. Yohane 10:36, yani 36. Yohane 10:36. Je, yeye ambaye Baba yangu alimtakasa, ndio akamtuma ulimwenguni, nini mnamwambia unakufuru? Kwa sababu nalifanyaje? Mimi ni mwana wa Mungu. Yesu alisema yeye ni nani? Mwana wa Mungu. Ukiuliza William Marion Branham anasema Yesu ni nani? Mungu. Anasema Yesu ndiye ule Mungu mwenyewe. Sasa ni hapo. Unaona? Ni hapo. Sasa kati ya Yesu anasema mimi ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Sasa William Marion Branham anasema Yesu ndiye ule Mungu. Sasa kati ya Yesu na William Marion Branham nani msema kweli? Yesu ni msema kweli. Wao wenyewe wajibu. Unaona kitu kama hicho? Yesu ni msema kweli. Sasa Yesu, hakuna andiko lolote ambalo katika Biblia amejiita mimi ndimi Mungu. Yesu alikuwa anasema nini? Ingia kwanza katika Yohane 9:35. Yesu akasikia kwamba pole hapo. Unasoma ngapi? Kitabu chake cha Yohana ni Yohane 9:35. Ni hapo. Yani 9:35. Soma pole hapo. Wanasoma hivi. Yesu akasikia. Sikia Yesu alikuwa anahubirije? Yesu akasikia kwamba wamemtoa nje. Akasikia kwamba wamemtoa nje. Na alipomuona alisema. Alipoona yule mtu aliyetoa nje ambao ni kipofu akasema, wewe wamwamini mwana wa Mungu? Amesema wamwamini kwamba mimi ni Mungu? Hapana. Yesu anaambia mtu waamini kwamba mimi ni mwana wa Mungu. Waamini mwana wa Mungu. Shuka. Chini yake anaendelea kusema. Naye akajibu akasema. Akamjibu Yesu akasema, Ni nani? Bwana, ili nipate kumwamini. Ni nani Bwana ili nipate kumwamini? Shuka. Yesu akamwambia, leta habari. Umemuona? Yesu akamwambia ufanyaje? Umemuona? Umeniona mimi ndimi mwana wa Mungu. Naye anayesema nawe ndiye. Hiyo ndio habari. Kwa Yesu hakuna mahali alifundisha mimi ndimi Mungu. Yesu alimwambia, wewe unaamini mwana wa Mungu? Ni wapi ni muamini? Ni mimi ndo mwana wa nani? Mimi ndiye mwana wa Mungu. Ndo imani kabisa. Hiyo ndo imani yetu. Yohane wa kwanza, hebu nipe Yohane wa kwanza. Kitabu ni cha Yohane wa kwanza. Nipe 5:4. Yohane wa kwanza 5:4 yake nasema hivi. Leta habari. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu ndio kushinda ulimwengu. Kinashinda ulimwengu. Na huko ndiko kushindako ulimwengu. Huko ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Hiyo ndiyo imani yetu. Shuka chini. Wenye kushinda ulimwengu ni nani? Sasa imani yetu ni hii. Wenye kushinda ulimwengu ni nani? Isipokuwa ni yeye. Afanyaje? Yeye kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hiyo ndiyo. Unaelewa kitu kama hicho? Bien kabisa. Hiyo ndiyo imani yetu. Na hiyo ndiyo imani ya manabii na mitume. Hivyo ndivyo walivyokuwa naamini. Bwana wetu asifiwe sana. Amen. Unaona uongo kama huu? William Marion Branham ameishia kusema kwamba ataenda wapi? Motoni. Ataenda kuzimuni. Unaona? Anafunza kinyume cha Biblia. Anafunza kinyume cha nini? Cha Biblia. Sasa akifunza kinyume cha Biblia tufanyeje? Nipe katika kitabu cha nipe kwanza Kumbukumbu la Torati 13 lango la kwanza. Nipe hapo panasemaje? Kumbukumbu la Torati ni 13 mstari wake ni wa kwanza. Soma habari. Kukizuka katikati yako nabii au mwonaji wa ndoto, ndio akikutolea ishara au ajabu, ikatukia hiyo ishara au hiyo ajabu, atakuwa akikwambia akisema, na tuifuate miungu mingine usioijua, ili tuitumikie hiyo. Wewe usiyasikize maneno ya nabii yule au yule mwonaji wa ndoto, kwa kuwa Bwana Mungu wenu yuwajaribu apate kujua kwamba mwampenda Bwana. Amen. Unasikia namna?
Kwa nini watu waendelee kutabiriwa? Kwa nini watu waendelee kupenda uongo? Wasitaki kweli. Unaona kitu kama hicho? Sasa hapa ndipo tunakuta kwamba huyu ataenda wapi? Motoni. Sasa kwa kuwa ataenda motoni, amesemaje? Wanani wana ukweli? Wanani sasa wana ukweli? Aliishia kusema eti watengenezaji labda wao tu ndio watafutie ukweli kwao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni maandishi yake amesema hayo. Hebu nichukulie hiki kitabu. Soma hiki. Kitabu kinaitwa La Révélation des Sept Sceaux. Yaani umuhuri wa ni Ufunuo wa mihuri saba. Si ndivyo? Ni hapo. Ni kitabu kinaitwa Ufunuo wa mihuri saba. Ni hayo. Nitaomba nipe kwenye ukurasa huu. Wa 400 kurasa 400 140 na kitu hivi. 148. 148, soma hilo. Inasema hivi. Sasa combien? 148. 148, soma. Inasema hivi. Aseme wanani sasa, ikiwa yeye hana ukweli, wanani wana ukweli? Inasema hivi. Leta habari. Les réformateurs venaient réformer le dernier âge de l'église de Chi. Eti watengenezaji walikuja watengeneze wakati ambapo, mwisho wa wakati ambapo kanisa lilikuwa limeanguka. C'est lui qu'ils avaient procédé. Ambalo lilikuwa limewafuatilia. Ensuite, après que les réformateurs étaient venus réformer, wakati ambapo watengenezaji wamekuja kutengeneza l'âge de l'église, ambao walikuja wametengeneza wakati wa kanisa, les ramener de l'endroit où il était, ambao wataleta tena kanisa la waassemblée mahali lilipokuwa, alors qu'il était retourné dans le monde, ambao kanisa hili la waassemblée limerudi katika dunia. Voilà qu'ensuite il commence un nouvel âge de l'église. Ni hawa ndio wanaanza wakati mpya wa kanisa. Kipindi kipya cha nini? Cha kanisa. Kwa kanisa saa hii William Marion Branham akifufuka, akiulizwa kanisa ni gani, atasema kanisa lile watengenezaji. Unaona kitu kama hicho? Ndio. Alikufa akitabiri hicho. Alikianzika, mpaka akifufuka saa hii atasema kanisa la kweli ni wanani? Ni watengenezaji. Unaona kitu kama hicho? Sasa ni kusema kwamba hatukukataa yeye, eti kwamba tumemkataa, lakini tunamkataa kwa uongo. Kwa uongo tunamuunganisha, tunaangalia Biblia na yeye wanaendana. Unaona kitu kama hicho? Biblia haijakubali kwamba tuendane na mtu anayefanyaje? Anayetembea na uongo. Lakini pamoja na hiyo, William Marion Branham watu wake saa hii na pamoja na yeye wanaenda kukusanyika Jumapili. Wanaacha sabato ya nani? Ya Mungu. Unaona kitu kama hicho? Lakini William Marion Branham hata saa hii akifufuka, akiulizwa sabato ni siku gani, atasema sabato ni Jumamosi. Lakini akiulizwa dimanche, yani Jumapili, hii dimanche, hii Sunday ambao watu wanaenda ni siku gani, atasema ni siku ya mnyama. Hata saa hii nipe kitabu chake nasema Mwenendo wa Nabii. Mwenendo wa Nabii. Utaratibu mafundisho ya kanisa volume 1. Mwenendo wa utaratibu mafundisho ya kanisa volume 1. Ni hii. Ingia kwenye ukurasa wake wa 23. Ukurasa wake wa 23. Ukurasa wake wa 23 inasemaje? 23 yake inasema hivi. Soma, leta habari. Wengine walienda Jumapili. Sikia vile anasema, wengine walienda Jumapili, yani dimanche. Walioamini kuwa Yesu alifufuka katika wafu. Walioamini kuwa Yesu alifufuka katika wafu. Na hiyo ilikuwa alama. Rudia tena. Na hiyo ilikuwa alama. Hiyo nini? Hiyo Jumapili ilikuwa nini? Ilikuwa alama. Na itakuwa bado ni alama. Na hiyo Jumapili itakuwa bado ni alama. Na huenda hiyo Jumapili kaja kuwa ile chapa ya mnyama. Kwa chapa ya mnyama ni nini? Ni Jumapili. Kulingana nani amesema? Branham. Anasema chapa ya mnyama ni nini? Ni Jumapili. Lakini waasambule wanaenda siku gani? Jumapili. Kwa wanaenda katika alama nani? Ya mnyama. Hicho tu ni ukweli ambao usiopingika. Hatuna hata hoja ya kuweza kuchunguza. Hata watu wanaenda Jumapili wakizani ya kwamba wanaenda katika ukweli wa Mungu, lakini huku wanaenda katika uongo. Mnyama kabisa. Ndio maana wapenzi wetu wasikilizaji, tunaomba kwamba sisi watengenezaji
tunahubiri ukweli. Hata kama kichwa kitakatika, tutasema nini? Ukweli. Hata kama mtatutukana, sababu hata Yeremia, soma Yeremia 6:10. Sikiliza namna ulimwengu ulivyo. Unadhani utapendwa na dunia ukihubiri ukweli? Hakuna siku utahubiri ukweli, hakuna siku dunia itakupenda. Amna. Yeremia 6:10. Soma. Niseme na nani? Niseme na nani? Na kushuhudia. Tuseme na nani sasa na kushuhudia? Wapate kusikia. Ili mupate kusikia. Tazama. Tazama sasa. Sikio lao halikutahiriwa. Wala hawawezi kusikiliza. Kwa nini? Tazama. Neno la Bwana limekuwa matukano kwao. Unasikia kitu kama? Au walifurahi amera. Neno la Bwana limekuwa nini? Matukano kwao. Nipe 11 hapo, wanapenda maneno gani sasa? Inasema hivi. 11, sikia maneno wanaoipenda. Lakini nimejaa ghadhabu ya Bwana. Nimechoka kujizuia. Imwageni juu ya watoto walio njiani. Ndio. Na juu ya kusanyiko la vijana pia. Ndio. Maana hata mume atatwaliwa pamoja na mkewe. Mzee pamoja na yeye aliyetimiza siku zake. Umesoma 12. Hiyo ni 11. 12. Na nyumba zao zitakuwa mali za watu wengine. Mashamba yao na wake zao na pamoja. Ndio. Kwa kuwa nitaonyesha mkono wangu juu ya wenyeji wa nchi hii. Asema Bwana. Teremka. Kwa maana tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa. Ndio. Tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa. Ndio. Miongoni mwao kila mmoja ni mtamanifu. Unasikia mambo? Na tangu nabii hata kuhani kila mmoja hutenda mambo ya udanganifu. Wameiponya jeraha ya watu wangu. Hiyo ni 14. Wajuju tu. Hiyo ni 14. 14 hiyo. Rudia 14. Wameiponya. Rudia 14. Wameiponya. Nini? Wameiponya. Nini? Jeraha ya watu wangu. Wajuju tu. Wakisema amani amani. Amani amani. Wala hapana amani. Je, walitayarika walipokuwa wameunda machukizo? Achia pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaona, wameponya jeraha ya watu wangu kwa juju. Maneno ya laini. Maneno matamu. Amani amani. Leo wanaishia mapasa wa leo kusema pokea gari, pokea nyumba, pokea. Sasa kwa nini kupokea? Wewe anakuambia pokea nyumba, pokea gari, pokea parcel, pokea kiwanja, pokea kila kitu. Si ndivyo? Wewe muamini ni kupokea? Hakuna. Anakuambia pokea, si ndivyo? Ni hivyo. Lakini yeye anapohitaji nguo anasema changieni. Yeye wanamchangia pesa. Si unaona? Yeye anapohitaji gari anasema hebu mchangie mchungaji. Mchangie mchungaji na apate gari ya kutembelea. Lakini wewe atakuambia pokea. Lakini yeye kuchangie. Unaona mwerevu yenye kwa hapo. Yeye anaomba wachangie, yeye ufanye upokee. Unaona? Kwa nini hizo anazopana wapokee, yeye hawezi akajigawia? Ajabu sana. Wote walionitangulia. Ndio hivyo Yesu anasema, anadai katika Yohane 6. Wote walionitangulia ni wezi na wanini? Na wanyang'anyi. Unaona kitu kama hicho? Na hapo pana wawili. Wote walionitangulia ni wezi wa nini? Na wanyang'anyi. Anasema wawili, kuna mwizi na kuna mnyang'anyi. Huyu mnyang'anyi yeye anatawala kwa mamlaka, anaamurisha. Ni upapa unaamurisha. Ananyang'anya kwa kinguvu haki ya watu. Sikia, haki ya kibinadamu imenyang'anywa mpaka mwanamume na mwanamume waoane. Ametia sheria. Lakini huyu nabii yeye ni mwizi, na mwizi hajakuibia ukimuona. Mwizi anaiba hali usioni na uoni. Mwizi mnyang'anyi anakushika na kuiba. Ananyang'anya na kushika kwa nguvu. Mwizi anaona umezubaa, anafanyaje? Anaiba. Sasa huyu wa pili ni uprotestanti ambao umekuja, na ambao huyu William Marion Branham amekuja ndani. Yeye anakuja kwa kukutabiria umtolea na kuibia humo. Unaona kitu kama hicho? Sasa hivi ndivyo wameifanya ili kwamba wao waendelee kufanya uongo wao upanuke duniani nzima. Sasa eti watu wanafanyani? Wanapenda yale mambo. Nipe Yeremia 5:30. Kitabu cha Yeremia 5:30. Inasema hivi. Ndio. Yeremia 5:30 yake inasema hivi. Ndio.
Panasoma hivi. Jambo la ajabu. Jambo la kuchukiza. Ndio. Limetokea katika nchi hii. Manabii. Kama William Marion Branham. Manabii. Kama William Marion Branham. Anatabiri uongo. William Marion Branham anatabiri uongo. Na makuhani. Ambao ni viongozi. Wanatawala kuwa msaada wa hao. Na watu wangu wanafanyaje? Wanapenda mambo yawe hivyo. Nani mtafanya nini wakati mwisho unapofika? Unasikia habari hiyo? Watu wanapenda mambo ya nini? Ya uongo. Kwa nini watu hawapendi tena kweli? Sababu watu wanajua wanapoambiwa ukweli ni hivyo, imetabiriwa kwamba watu watapenda nini? Ukweli. Watu watapenda uongo. Sasa ni hivi basi, ndugu zangu, katika masaa haya ambao najua unatazama video hii, ikiwa kweli unaweza kuwa una hoja inayosema kwamba William Marion Branham ni nabii wa kweli wa Mungu, tunaomba vitu vifuatavyo. Leta andiko inayosema kwamba Mungu ana jinsia mbili. Leta andiko liseme Adamu ana jinsia mbili. Leta andiko liseme Mungu aliandika Biblia ngapi? 3. Leta andiko liseme kweli kwamba kweli watu waende Jumapili pahali pa nini? Pa Sabato. Bwana wetu asifiwe sana. Amen. Asante kwa siku ya leo. Tunaweza tukaachia kwanza hapa, ili kwamba hata yeyote atakayetaka haya maneno yashuhudiwe hata kwenye rompwe, hata katika mashanganyia ya njia, katika njia pana, tutaenda ili kwamba tuthibitishe hili. Wala sivyo? Ni hivyo. Ni hivyo. Basi tunawashukuru na tunataka ikiwa mtakuwa na maneno ya kuongezea wala komante, hebu tuma hapo chini ya video ili kwamba tupate mawazo na namna unataka. Basi Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Mnanyongezwa ndugu zangu? Basi nasi cha kusema tu ni Bwana wabariki sana. Bwana wabariki sana na aongezee, lakini kama kutakuwa na maswali sisi hatuogopi. Tumeanzia nyumbani, lakini na tutaingia kwenye soko huko, mtatukutana huko na mahali fulani. Kwa machache ni hayo tu. Bwana awabariki sana na kwa usikivu mwema. Amina. Asante. Mungu awabariki sana kazi mwalimu. Asante sana. Tunashukuru. Amen. Kwa yeyote yule ambaye atakuwa na hoja